ni maeneo mawili duniani. Eneo la kwanza, majukumu ya kindoa kati ya mke na mtu mume. Eneo la pili ni uhuru na mipaka ya uhuru kwenye ndoa. Sasa tutaenda kujifunza mahusiano katika mtazamo wa Biblia. Tutajifunza mahusiano katika mtazamo wa mahusiano ya Kikristo. Kwa mimi sitazungumza kama mhamasishaji wa jamii, sitazungumza kama mwanasaikolojia, nitazungumza kama mtumishi wa Mungu anayetumia neno la Mungu kwa halali. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunaanza hivi kwa statement hii: si lazima kuoa, si lazima kuolewa. Unaweza ukaolewa, unaweza usioe na usiolewe na mbinguni ukaenda ukiamua. Ukiamua unaweza usioe na usiolewe na ukawa umeokoka na ukafanya biashara, makazi na ukawa mtu mkubwa sana. Niungane na Paulo sasa hivi, nimekuwa kwenye ndoa kwa miaka 12 mpaka mke wangu alipofariki wiki 3 zilizopita. Tumeona tukiwa wadogo sana. Baba yangu mzazi aliniambia hii ndoa naipa miezi 4. Ikitoboa mwezi wa 6 natembea bila nguo. Wewe mzazi wako hiyo. Sio kama ni neema mabaya mtu anaona katika umri mdogo na kuamini kwamba tunaweza kufika. Kwangu mimi mtu akiniambia ndoa, naweza kwambia ni vizuri, sio jibu mzito sana. Pointi ya pili, mahusiano ya kindoa ni platform, ni jukwaa la kufunua wewe halisi. Yaani kwenye ndoa kuna kufunua wewe. Kama ni mchoyo, huko ndio unaenda kuonekana. Kama ni mwizi, huko unaenda kama ni jeuri. Yaani ni platform nzuri sana. Sasa tunafanyaje ili tuhusiane na ndoa ya Kristo? Nitaomba pastor nisaidie kusoma maandiko. Kwa tuna maandiko machache. Naomba tusome andiko la kwanza la ndoa kwenye ile Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24 na ule wa 25. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24 na 25. Naomba pale pastor tusomee. Au mtu yoyote ambaye amepata kusoma Mwanzo 2:24-25. Nasema, kwa hiyo mwanamume akamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. 27 inasema, nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Ndoa mwanzilishi wake ni Mungu kama tulivyoona hapo. Sema, naye mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Sio kila mwanamume. Kwenye neno la Mungu kuna maagizo ama kuna ahadi za aina mbili. Kuna ahadi za watu wote, alafu kuna ahadi ya mtu mmoja. Kwa hiyo sio kila ahadi ya kuichukua kwenye Biblia na kwenda nayo kwenye maombi ukanang'ania. Kuna nyingine alipewa tu huyo mtu. Andiko hili si kwa kila mwanadamu, lakini linaonyesha muasisi wa ndoa ama mahusiano ni Mungu. Sisi tumeelewana? Ndio maana Yesu anasema kwenye mfano wa talaka, Mathayo sura 19, anasema sio wote walioitwa kuingia kwenye ndoa, wengine ni matoashi. Paulo anasema hivi, natamani kila mtu awe kama mimi, yani kukaa katika hali bila ndoa. Lakini kwa sababu ya tamaa zenu kila mtu na awe na mke wake. Kwa maana kwamba sio utumishi wa lazima. Ndoa ni utumishi, lakini sio utumishi wa kwa wewe ambaye sasa unataka kuingia. Kuna sheria 4 za kimungu juu ya ndoa. Ziko sheria. Sasa nitazungumza sheria 2, alafu tutaingia pati ya pili ya somo. Kwa hiyo kwenye pati ya kwanza tunataka kuangalia sheria zinazohusu mahusiano ya kimungu. Sheria ya kwanza inaitwa sheria ya kipaumbele.
tunapoingia kwenye hali ya kuhusiana, tutakuja huyo mwenzi tunampataje, tutakuja kwa uhusiano. Nimeanzia mbali kwenye ishu ya ndoa. Tunapozungumza, kuna mtu ameoa au kuolewa ndani, nione mkono juu. Okay, kwa nitakuwa nawatumia hapa, nitakuwa na kuja kwa mfano wa kike ambaye ameolewa. Okay, nitakutumia sana. Sheria kipaumbele maana yake kwa Kiingereza ni priority, yaani nafasi ipi ya kwanza, ipi ya pili, ipi ya tatu. Wewe ambao uliokuwa kwenye ndoa, isikilize kwa makini sana. Nafasi ya kwanza ni ya Mungu. Hata kwa wewe ambao umeoa, nafasi ya kwanza anapewa Mungu. Kusoma kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kwa kwanza ni ufalme wa Mungu. Naomba pia mtu atusomee Mathayo sura 22 mstari wa 36 mpaka 40. Mathayo 22:36 mpaka 40. Mathayo sura 22 mstari wa 36 mpaka 40. Mathayo 22:36-40 nasema, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Mwalimu, katika Torati ina sheria 638, Torati ya Musa. Katika sheria 638, kwa maana ya Mosaic Law, sheria kubwa kuliko zote, ya kwanza ni hii: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako, kwa nguvu zako, kwa akili zako zote. Katika Torati yote na manabii hutegemea sheria hiyo. Maana yake priority ya kwanza ni Mungu kwenye maisha ya mwanadamu, sio mume, sio mke. Tunaposema kipaumbele ni Mungu, maana yake ni hivi: muda ulio bora kuliko wote, brother, mtumishi, hapewi mke. Muda ambao akili yako iko very active anapewa Mungu. Amina. Sio mke. Muda ambao akili yako iko very productive kuliko, hapewi mume, anapewa nani? Kilicho bora anapewa nani? Sio mtoto. Mwanamke hapewi mtoto, anapewa nani? Sheria ya kipaumbele inakutaka nafasi ya kwanza ni ya Mungu. Maana yake kama huyu niliye naye atanitoa kwa Mungu, na mkatalia, okay, ndoa yangu imekufa, si ndio? Ukifiwa maanake ukomo wa ndoa ni kifo, si ndio? Kwa hiyo sina ndoa. Kwenye ndoa yangu tulikubaliana na mke wangu, muda wa kusoma maandiko kwetu ni muda mtakatifu sana. Yaani ukimwona mwenzako amekaa kwenye kona fulani, yaani kama unakuta chumbani unapita kwa kunyata hivi, unaheshimu muda na Mungu, kwa sababu anatengeneza mahusiano na Mungu. Na changamoto tulionayo kwenye mahusiano leo, kwa vijana wanaelekea kwenye mahusiano na wale ambao tayari wako kwenye mahusiano, Mungu sio kipaumbele. Na Mungu anapokuwa sio kipaumbele, kuna matatizo yanatokea. Mnaanza kulazimishana, kwa nini hujafanya hivi? Kwa nini hujafanya vile? Kwa nini umeongea na fulani? Kwa nini umemkonyeza fulani? Mbona umekuta meseji fulani? Hii Mungu hana kipaumbele. Mke akimtafuta Mungu kipaumbele, mume akimtafuta Mungu, wote wanakutana juu. Unaona, mke anamtafuta Mungu, mume anamtafuta, kwa wanakutana juu. Lazima ndoa inakuwa stable, mahusiano yanakuwa stable. Tunaposema Mungu ni kipaumbele, maana yake hakuna kitakachowaingilia, Ngoja niwaambie jamani, vijana wa kiume. Amina. Vijana wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Hatuishindi dhambi ya uzinzi kwa sababu tumeoa. Mimi nakwambia ndoa ndio inakufundisha kuijua dhambi. Sio mimi mimi Paulo. Anasema sheria
ndio imenifundisha habari ya dhambi. Yeye amesema usiue. Niliposema usiue nikakasirika, nataka kuua. Mimi nimeishi maisha matakatifu kabla sijaoa. Kwa hiyo sikujua mwanamke anafanana nani. Sasa leo umeoa, kwa unajua mwanamke anafanana nani. Alafu unaenda unakaa mbali na mke wako miaka 4. Mimi nafanya masters Uingereza. Nchi ambayo wana sex day, kuna siku ya ngono. Yaani mko hivi darasani, mtu anakuja samani, wanamwaga makondo. Nini chapa? Leo siku ya sex day. Unatoka pale kwenye bustani wanafanya. Unakaa na wazungu ambao wanaamini mwanaume wa Kiafrika ndio mtamu. Kwa hiyo kwenye chumba chako wanakugongea hodi. Unataka. Kama hujaokoka unashinda kufanya nani? Alafu uko mbali, mke umemwacha Tanzania. Sio sasa wake. Kama ungehesabu maovu, ni nani angesema? Ukisema hayo maandiko ndio mpendwa kashakoroga mambo. Maandiko ya wakoroga mambo. Nani angesimama? Wote wamepungukiwa na utukufu wake. Kinachokufanya usifanye sio kwa sababu umeoa. Itamtendaje Mungu wangu ndani kwa? Unaangalia gharama uliolipa ya mahusiano ya kutembea na Mungu. Alafu nimkose Mungu na maiva wepesi. Kizembe kabisa. Sio kama vishawishi ya vipo. Vipo. Kwa hiyo nafasi ya kwanza ni Mungu. Watu wa Mungu, nafasi ya kwanza ni nani? Hiyo ndio sheria ya kipaumbele, the law of priority. Inataka nafasi ya kwanza anapewa Mungu, muda ulio bora, heshima iliyotukuka. Sisi kwa tunakubaliana kwa ndoa na mke wangu. Na ndio maana upako wake ulikuwa alikuwa ananiambia na kushukuru. Wako zangu wamenipigia juzi mpaka nilitoa machozi ya simu. Baba wangu akawa anashukuru kwa ajili ya maisha ya mwanangu. Ananiambia tunatamani mabinti zetu zote wangeolewa na wewe, maana binti mtoto wetu Pendo alikuwa amezidi viwango vya kiroho baada ya kukaa. Ni sifa iliyotukuka Yaani hujawa sababu ya kumtoa mtu, umekuwa sababu ya kumchochea. Mambo ya utumishi unasoma, hana shida. Ukitaka mtu akuhubiria mazoezi, njoo hapa. Sio mimi tu, hata yeye alikuwa anafundisha. Anakuhubia ndio umekosea kutafsiri maandiko. Tafsiri vizuri. Nenda tutakufanya kasome hivi na hivi. No, umekosea kanuni ya maandiko hivyo. No, hilo neno kwenye Kiebrania liko hivyo. Sio Ezra. Ishabadilika. Mnajengana, mnaimarishana. Ila nafasi ya kwanza lazima au nani? Nafasi ya pili ndio anaingia mke au mume. Sio mtoto. Anaingia mke au mume, mwenzi. Sio kazi. Wanaume tuna visingizio vingi sana. Sasa mimi nikikaa na mke wangu nikimpa kipaumbele, sasa utakula nini? Sio utakula nini? Kama unakufukuza kazi wafukuze. Nafasi ya pili ni mke. Yaani simu yake blaza ikiita sio unasonya. Yaani unaitika kama vile kwa bosi. Amina. Bwana sio. Vipi kuna dharura gani mama yangu? Nilikuwa kwenye ibada lakini mbona sitoka? Maana unajua nipo kwenye ibada, ni muda wa Mungu. Kuna jambo lolote mwanangu? Baba nashukuru Yesu. Hii ni nafasi ya pili anapewa, sio kazi. Wanaume wanasonyaga sasa, una nini sasa hivi? Sio ana nini, ni nafasi yake. Sio pesa. Sio kazi. Wadada, sio watoto. Nafasi ya pili ni mume. Nilikuwa nampenda mke wangu, yuko mbinguni. Kola na ya mahante. Yuko mbinguni mahali pazuri. Yaani mtoto akija ambia toka, geuka. Yuko huko mtoto mkubwa nafasi yake. Geuka. Yaani nafasi ya pili. Alafu nafasi ya tatu sasa ndio inakuja familia, hawa watoto. Nafasi ya nne sasa ndio kazi. Nafasi ya tano kwa huduma. Sasa wachungaji, hili linatuhusu sana. Hatupatikani, hatuna muda na wake zetu, hatuna muda na watu wetu tunaohusiana nao kwa visingizio vya huduma. Huduma ya kwanza ni ndoa yako.
Yaani bora kanisa, yaani mimi hapa niko hivi, nilifeli kanisa lakini sio ndoa. Kanisa la kwanza ni ndoa. Kuna wachungaji watu wa Mungu huku nyumbani umeharibu. Huu ni unafiki kama unafiki mwingine. Sio maneno yangu. Paulo asiyewatunza wakwao, asiyewajali wakwao. Sasa neno la Kiunani asiyewajali pale istiko, asiyethamini. Sio kwa maana kutunza. Wanaume wengi siku hizi wanajifichia, mwanaume tafuta hela. Sio mpe muda wako huyo mwanamke. Sio ulipenda ukamfukuzia ukampiga na mistari yote. Sasa hivi mbona umpi muda? Sasa hii sheria ya kipaumbele inasaidia mambo mawili. Jambo la kwanza, inaondoa malalamiko. Kwa mfano, mwanamke anapogundua mume wake anatoa kipaumbele kwenye kazi na vitu vingine, inamfanya ajisikie hana nafasi kwenye maisha yake. Kwa hiyo inaleta malalamiko. Kwa vijana, kabla hujaoa, elewa wewe mwanamke unayetaka kumwoa anataka muda wako, sio pesa yako. Mimi mke wangu alikuwa wakati tunaoana yeye alikuwa anaingiza pesa nyingi kuliko mimi. Kwa hiyo pesa sio tatizo. Anakutaka wewe. Anataka muda wako wewe. Na sio muda umechoka. Muda akili ikiwa iko. Sio umekaa ofisini umechoka, umepoteza muda wote, unarudi nyumbani. Sio hiyo, unarudi unawapa muda ulio mzuri. Sisi ukija kwangu kuna karata, kuna magemu ya kutosha. Sio magemu ya yaani kuna muda sasa tunakaa jamani kabla ibada weka karata tucheze. Tengeneza bonding. Nilikuwa na uhakika nikamwambia siku moja yangu, mimi hata nikifa afu ukabaki yale, ngoja mata akakuja kuona muonea huruma. The bar is very high. Sijui ataifikiaje. Kwa sababu unawapa muda wako the best. Wakati mwingine nimebama nasafiri kikazi, unasafiri nao wote. Mama waambie bibi kafa huko kazini. Ili uwe na muda nao. Kwa inaondoa malalamiko. Kwa kama unaona wewe hauwezi kuja kutoa muda wako, usioe. Usije kumsumbua mtoto wako. Lakini nafasi ya pili, kazi ya pili ya hii sheria ya kipaumbele inaondoa kumwekea mwingine mizigo. Kwa mfano, mwanamke asipotambua nafasi ya kwanza ni Mungu, anadhani, na hii ndio dhana mbaya kwa wanawake, mume wako sio mtatuzi wa matatizo yako. Mtatuzi wa matatizo yako ni Yesu Kristo. Mpelekee mizigo Yesu, sio mume. Utamtwisha mwingine, na yeye ni mwanadamu, ana ukomo, ana stress kama yeye, kama wewe. Wakati mwingine kafokewa na bosi kama wewe. Mtwishe Yesu hizi. Ndio maana wakaka tafuta badala ya umbaji. Ili niko na mizigo na mimi. Nenda kwa Yesu. Ndio maana nikatafuta mlokole. Nenda kwa Yesu. Mtuke yeye, sio mtuke mume. Mtuke yeye fadhaa zenu, maana anajishughulisha sana na mambo yenu. Amen. Sasa ukimtisha mwanaume naye ana ukomo, utamuumiza ule mtoto. Ngoja niwaambie, uchumi ni mgumu kwa watu wote. Kwa mwanamke na mwanaume uchumi mgumu. Sasa ndio mtakijua serikali na mshahara wetu. Eti mama, mkoje mtoleo kweli? Mimi naongea hapa kweli. Vile mshahara wetu. Tutapoa kweli. Stress tupu. Ninaambia ukweli, stress tupu. Watu mbodi wakifyeka, nani akifyeka, ukaingia na NMB ukuwa na hekima, wakalamba mkopo. Unarudi na nyumbani na 400,000 500,000. Ukilipa kodi kufanya hivi, utamuua huyo mwanaume. Hasa kaanza kukuona wewe mwanamke akiwa mwanamke sana. Kwa sababu mambo yako badala ya kumtwisha Yesu nampa mume wako. Wadada hapa, kabla tujaolewa hapa, jifundishe fadhaa zako kumtuka Yesu.
Wakaka unapotaka kuoa, tafuta mwanamke muombaji, ili fadhaa zake unakumbusha, akileta unamwambia mwambie Yesu. Yaani tukwambia tu mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Na mimi na yangu, na mimi na yangu, namwambia Yesu. Sheria ya kipaumbele itakuondoa kwenye nafasi ya kumtuka mwanadamu mwenzako mizigo, na itakuondoa kwenye wivu. Kwa mfano, kuna ndoa moja tuwahi kuifanyia counseling. Huyu baba analalamika mke wake ana wivu, lakini kuja kuangalia yule kaka, ni kweli, yaani akiongea na wanawake wengine anawapa attention. Samahani mtumishi, bwana sio, unaendeleaje? Sijakula akikupa mdogo wewe. Sasa unaenda najisikia, yaani kipaumbele kipo kwa watu wengine, sio kwangu mimi. Inaleta mtu kujisikia vibaya. Nikamwambia bro, unazidiwa bro, hii ni shida iko kwako. Unaenda yuko sahihi. Kwa sheria ya kipaumbele lazima kijana uitambue. Itakuja tunaongea vizuri au tunacheka, au ukiolewa ukioa unakutana nayo anakwambia. Bora uyajue mapema. Ukioa maana yake umefunga milango yote. Ukiolewa umefunga milango, yaani ni huyu mimi ndo nampa huyu wa kwangu ndio huyu. Yaani kipaumbele changu baada ya Mungu ni yeye. Wengine anapiga nani? Ngoja sasa. Acha. Mama anasema tutamjibu baadaye. Tuongea. Uangalie mengine, unampa yeye nafasi ya kipaumbele. Hii ndio Mungu alivyotengeneza. Sheria ya pili inaitwa sheria ya kuambatana. Kiebrania inaitwa Bobak. Anasema kwenye Mwanzo sura ile ya pili mstari 24 na 25, anasema mwanamke atamwacha baba yake naye ataambatana. Kwa sheria ya pili ni kuambatana. Sasa kuambatana sio kitu kinachokuja automatic. Unakitengeneza. Neno la Kiebrania lilotumika hapo ni Bobak, likiwa na maana, nisikize kwa makini, na maana mbili. Maana ya kwanza, Bobak ni kama vile mwindaji. Kuna mtu hapa mali kuinda? Ndio. Mwindaji hawindi hivi. Unamsoma kwanza mnyama, tabia zake, wanapenda kunywa maji wapi, saa ngapi, wanalala wapi, ndio unaenda kwa mtendo. Ni kama simba, ukiangalia zile dokumenti za wanyama, unaona simba akitaka kuwinda swala kwanza, anajua kila, anajificha na wasoma, ana calculate speed, alafu anaanza kumfukuzia akiwa amemsoma zile movement zake. Hiyo ndio Bobak. Maana yake unakisoma kitu alafu unakifuatilia. Kwa kuambatana maana yake ni kama mwanaume unamsoma mwanamke wako alafu unamwaloa, yaani unamfuatilia. Bado yaani ule mchezo wa kumfukuzia hauishi. Unamfukuzia milele. Sio kazi ndogo, lazima ujue na ufanye maamuzi ya makusudi. Mungu anamwambia Hosea hivi. Anasema, napenda anapomwambia nao taifa la Israeli, anasema ni kama kondoo waliotawanyika, lakini mimi Bwana nasema nitawaalua, nitawadobak. Neno hilo lilotumika kuambatana hapa analitumia kwenye Hosea, yaani kwamba nitamfukuzia Israeli kama vile mwindaji anavyomfukuzia mnyama. Sasa sheria ya kuambatana, watu wanadhani tukioona kuambatana kunakuja, hakuji kwenyewe. Lazima iwepo bidii ya makusudi. Kwa nini inaitwa bidii ya makusudi? Kuna vitu vitakuzuia usiambatane na mke wako, usiambatane na mume wako. Kwa hiyo inabidi uviepuke, ujivue navyo, uvishinde ili umfuate. Moja wapo itahusisha kuviacha vitu ulivyovipenda, kujifunza vitu vyako. Kwa mfano, wakati mimi namuoa mke wangu, mimi nilikuwa naimba sauti ya kumi huko ya mia ya ngapi. Mke wangu ni mwimbaji.
Kwa hiyo ikabidi nianze kujifunza wimbo. Tena sio mwimbaji, alikuwa na uwezo wa kupiga rhythm, bass, solo, bass zote anapiga. Wao familia nzima wanapiga vyombo. Kwa hiyo ikabidi na mimi nianze kujifunza. Okay, akisema off key iko hivi, akisema E, C, flat iko hivi. Yaani kuna mpaka nikawa mwimbaji. Yuko kwenye session wakati mwingine anaenda kurekodi, wewe umekaa tu pale. Yaani sio mambo yako lakini upo. Mwambia mama hapo. Baadaye mpaka nikaanza kumwambia no. Hapo kweli leo umepiga flat. Leo mama leo umepoteza. Mama watatuzo unawahi kuzama sana alafu unawaacha watu. Kwa sababu gani? Unamwalua, unamfuatilia, unataka kufanana ili muambatane naye kwenye kipawa chake. Mimi ni mwalimu, alafu najua lugha nyingi. Mke wangu yeye hakuwa na kipawa cha lugha nyingi. Nazungumza lugha kama 7. Kwa hiyo ikabidi aanze kujifunza, kwa sababu akisoma notes zangu anakutana na maneno ya Kiebrania mingi, ya Kiunani mengi. Kwa hiyo ikabidi aanze kujifunza hizo lugha za Kiunani na Kiebrania. Mimi napenda kusoma. Kwa hiyo ikabidi na yeye ajiingize kwenye, sio kwa sababu anabidi aambatane. Sio, unanielewa? Mke wangu mimi wale chakula, yaani mke wangu mimi saa 1 kamili anataka alale. Yeye majeshi anaanza kupiga saa 8 kaamka. Hiyo ngoma inatweta mpaka muda anaenda kazini, anaomba. Mimi naelewa kulala saa 5. Kwa hiyo ilibidi kuna ratiba, kila mtu amfuate mwenzake. Na hapo hakuna kujifanya mimi kwa sababu mwanaume lazima mwanamke anifuate. No. Kuambatana unataka uwe hai. Kwa hiyo kuna kuacha, kuna kujifunza, kuna kubadilika. Sisi naeleweka watu wa Mungu. Amen. Mimi nimeoa familia ambayo walikuwa kila mwezi wa 12 wanakutana kwao. Baada ya kuolewa nikamwambia utaratibu huko, akasema alikuwa ananiita bwana wangu. Akamwambia bwana wangu, kama unavyosema ndivyo nitakavyofanya mtumishi wako. Sheria za ndoa, sheria za mahusiano. Kwa hiyo maana wanafunzi wa Yesu walipoambiwa hayo mambo kwenye ile Mathayo sura 19 akasema kama mambo ya mtu na mke ndivyo yalivyo, achana nayo. Yesu akasema wale waliokusudiwa watapewa neema. Mimi nimeleka hapa Mungu. Vijana wameelewa? Amen. Tunaiona ndoa ni jukumu zito tofauti na tunavyofikiria. Vijana wengi tusema ndoa tunajuaga tu ni ile jambo zuri zile. Sasa haleluya. Yaani naenda kukamua ng'ombe wangu maziwa mwenye brother, kuna zaidi ya maziwa. Kuna kuambatana na huyu mtu. Kuna kuendelea kujifunza kumpenda baada ya kuyajua madhaifu yake. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna kujifunza kwa nini? Kumpenda, kuambatana. Sasa kabla tujaingia kwenye kanuni ama namna ya kufuata msingi wa mahusiano, kuna aina mbili za misingi ya mahusiano. Aina ya kwanza, wajenzi wa majengo na engineer watakwambia kuna msingi wa kwanza unaitwa artificial foundation, sama natural foundation, na msingi wa pili natural artificial. Natural ni msingi wa imara wa jengo lolote ni ardhi. Ndio maana kabla hujajenga jengo hili, wahandisi wanaenda kupima udongo. Huo ndio msingi wa kwanza, udongo unaojenga. Watakwambia udongo hapa uhimili ghorofa, usijenge ghorofa. Mainjinia wanaelewa. Kwa maana kuna watu kabisa wamebobea kwenye kupima sampuli za udongo kwenye uhandisi, ili kujua je, jengo linalokuja litahimili. Msingi wa pili ni yule ndio tunaojenga ule msingi wa matofali na zege na nini, inaitwa artificial foundation. Sasa kwenye mahusiano, msingi wa kwanza ni wewe. Wewe ndio msingi wa kwanza. Kwa hiyo kabla hujaingia kwenye mahusiano, kuna shughuli kubwa ya kufanya ndani yako ili utakapoingia kwenye mahusiano uhusiane vizuri. Na leo changamoto tulionayo, tuna watu ambao hawajakomaa kuingia kwenye mahusiano, wameingia kwenye mahusiano. Nimekupa mfano halisi kabisa, sio mifano ile ya wabili ya kutunga madhabahuni.
unakutana na mtu mkaka ameoa, yuko kanisani, anakwambia mke wake ni mbaya kwa sababu akivaa dera, akivaa gauni, yani huko flati kabisa, yani nanuka, anaujustify uzinzi wake kwamba mke wake hana shehe. Unaweza ukafikiria mtu ana akili kwa Mungu. Na lingine naona liko bora kabisa. Yaani tukuuliza hili jitu liwahi kuokoka. Hili jitu mbali kuokoka level kubwa sana. Hivi anajua maana ya ndoa. Kwa kuna watu hawajakomaa kuingia kwenye ndoa, ndio hao wanaoleta mabalaa. Kwa sababu hawajishughulikia msingi wa kwanza, tumesema ni wewe. Ule msingi hauko imara. Yesu anasema nyumba yoyote ikijengwa, sababu wao walijenga nyumba moja ilijengwa kwenye mwamba, nyingine kwenye mchanga, upepo ukavuma kwenye zote mbili. Kwa hiyo upepo utavuma kwenye ndoa zote, lakini ndoa itakayobaki imara ni ile iliyojengwa kwenye nini? Kwenye mwamba, ambao msingi imara ni wewe kwanza, mahusiano yako na Mungu, lakini kiwango chako cha kuelewa ndoa na kiwango chako cha kupevuka. Mfano mzuri kabisa. Wadada, usiingie kwenye ndoa kama una uwezo wa kujihudumia mahitaji yako. Ndoa sio sehemu ya kukimbia umaskini, sio escape plan. Kwa mtumishi, wakati tunakuja tunaongea mada tukapitia Galatia 6:2-5. Unajua sio kila mtu tunamsaidia. Mnaelewa hiyo kitu eh? Yaani sio kila mtu anapewa msaada. Kuna vitu ni Paulo anafundisha vitu vikubwa sana. Anasema hivi kwenye Wathesalonike wa 2:3, anasema asiyefanya kazi na asili. Sasa maana ile andiko hivi, asiyetaka kufanya kazi usimpe hela, usimpe chakula. Ndio maana ile fasili ile andiko. Yaani mtu hataki kufanya kazi, wala usimpe. Hiyo ndio asipewe. Na Galatia 2 anasema hivi, Galatia ile 6:2 anasema tukibebeana mizigo. Galatia 6:5 anasema kila mtu abebe mizigo yake mwenyewe. Maana yake ni nini? Unamsaidia mtu katika vitu asivyoweza kuvifanya, ila anavyoweza kuvifanya hatuvifanyi. Fanya mwenyewe. Kwa dada, usiingie na mtazamo kwamba kwenye ndoa ni wajibu wa mwanaume kukutunza. Nitakuuliza, mimi kumbuka nimebebea kwenye tafsiri za maandiko. Kwa hiyo nitakwambia huyo pastor anakuambia, nitamwambia tukae vizuri, tupekue mstari kwa mstari, andiko kwa andiko, aya kwa aya, nukta kwa nukta, lisisalie jiwe juu ya jiwe. Sio kaya anasema mbona pale mwanamke aliambiwa atazaa kwa uchungu, mwanaume atakula kwa jasho, nitakwambia wewe na elimu yako kupitia maandiko juu. Nitakwambia tuache kutumia muda vibaya kwenye Instagram, soma maandiko. Yaelewe maandiko. Mwanamke anaitwa msaidizi, si ndio eh? Anasema nitamfanyia msaidizi. Neno msaidizi Kiebrania inaitwa ezel. Neno hilo limetumika mara 27 kwenye Biblia, lakini mara nyingi limemhusisha Mungu na haswa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaitwa msaidizi, si ndio? Neno lile msaidizi lililotumika kwa Roho Mtakatifu ndilo lililotumika kwa mwanamke, ezel. Maana yake ni hivi, ezel: kuwezesha, kutunza, kuhudumia, kusapoti. Kwa hata mwanamke anatunza mwanaume kwa matindo. Na ndio maana mwanamke wa Mithali 31 anaonekana anaenda kutafuta riziki. Kwenye Agano Jipya kuna ndoa 27 Agano Jipya ambazo mwanamke akiwepo wa kwanza Priscilla anaonekana akishiriki shughuli ya kiuchumi na akisaidia kwa Akila. Anakuja kwa wewe. Hivi ya gani masomaga wewe? Acha mahubiri waliohubiri Instagram huko. Acha upumbavu huo. Soma maandiko. Kwa hiyo ukiwa na mtazamo mbaya utaingia na mtazamo ule kwamba mimi ni wa kuhudumiwa. Si ndio wadada? Anajua mnipendi. Wadada, Bwana asifiwe. Jua kujitunza. Kabla hujaingia kwenye ndoa, tafuta uwezo wa
kufanya mahitaji yako, kuyatimiza mahitaji yako ya kifedha. Wadada, Bwana asifiwe. Tunaelewana hapo? Kwa msingi unaanza kwako wa kuweza kuhimili. Wakaka, ndoa sio escape plan ya uzinzi. Kama unashindwa sasa hivi hujaoa kujizuia, mimi nakwambia habari mbaya. Uko kwenye ndoa unaenda kukamatwa ugoni baada ya miezi mitatu. Tutakukamata ugoni baada ya mwaka. Tutakukamata ugoni baada ya miezi 10. Kwa sababu huwezi wewe kujizuia tamaa zako. Huwezi. Kwa hiyo ukiingia kwenye ndoa itakuexpose tu. Wewe ni mzinzi. Ila kipindi kile ukiwa kijana, ulikuwa hakuna mtu anayeshika simu yako na kukuuliza. Ila ukiingia kwenye ndoa, simu siko pale, message imeingia, tunashika, mama kashika, mzee hiki ni nini? Unaanza hao, unajua huyu tukutana kwenye daladala, mimi simuelewi mwanasiasa mpya. Mwanasiasa mpya nini? Kwa nini uko mnyosha? Huyu ni mzinzi tu, ndoa na expose ni mzinzi, na alikuwa mzinzi toka akiwa kijana. Foundation ya kwanza ni haleluya. Amen. Huko kwenye ndoa, kama hujawahi kufunga siku 3 kaa utafunga kwenye ndoa. Wakati huku ndani huku kuna bills za kutosha. Kuna pampers za watoto. Kuna watu wanauma huku ndani. Unatakiwa utoe wewe. Kuna school fees. Kama hujawahi kufunga ukiwa hujaoa, utafunga ukiwa. Kuna boss kakupokea. Kama ukuweza sasa hivi, hutaweza usiku umetoka kazini, kuna mama umsaidie kupika pale, kuosha vyombo. Haya ni majukumu. Hujaoa mashine. Kama una shida ya kufua, jamani, kuna mashine za kufua mpaka 195. Kanunue tu bro. Una haja kuoa, kanunue mashine ya 195 wewe ya kufulia nguo zako. Hata kama nyumba ya kupanga pale kwa chumba chako kimoja, weka ile mashine ya kufulia. Wala unahitaji mke, wewe unahitaji mashine ya kufulia. Siku hizi kuna mashine mpaka za kupika ugali. Wala unahitaji mpishi. Unaweka maji yako na unga, mashine inapika ugali tayari. Kuna pressure cooker inapika vyakula vyote, unahitaji mke. Sikia, maana ndio kuna majitu ni kama yanahisi mke ni mapumbavu fulani. Ya kuchapa makofi kidogo. Na mimi nimefanya kwangu wao, yaani kwangu nimefanya na tuna kabisa hiyo deki, nafanya hivi, nafanya vile. Jumamosi kama kesho naongea na mabinti zangu wawili, ratiba yao ya kusuka saa ngapi, na watakiwa hela ya kusuka, najua hela ya pedi, wanatumia pedi gani, HC nauza shilingi ngapi, kila kitu najua. Huyu anaingia siku gani, siku gani. Ndio majukumu ya baba. Lazima tuambiane ukweli, ndio majukumu ya baba. Yaani nikienda tu chooni, mimi kazi yangu kuweka pedi. Nikikuta pale zimeisha, najua zime. Sitaki kuambiwa baba, yaani kirudi aweka msingi. Mara mwisho ndio nunua chupi miezi 3 iliyopita. Kuna rudi na hapa hela za nguo za ndani hizi. Ndio. Kila kusuka shilingi ngapi? 10,000. Ndio majukumu. Na za ndani zina, kwa sababu sikuoa mtu wa kunifulia. Mashine za kufua zipo. Sikuoa mpishi. Mashine za kupika zipo, nakwambia. Za kupika ugali na inapatikana Kariakoo, pressure cooker Kariakoo. Nenda kanunue, mtumishi wa Mungu. Ndoa ni kitu kingine zaidi ya hayo. Kwa hiyo lazima uwe mtazamo wako uwe ubadilike, uwe mtazamo wa kimungu. Umepata mwenzi, umepata mtu wa kushirikiana naye kwenye mambo makubwa ya kimaisha, umepata mshauri, umepata mtu atakayeona mambo katika jicho ambalo wewe huwezi kuona. Mume wangu nakujua wewe unapenda sana kutoa hapo, unaenda kupigwa. Sasa hivi iko kiwa ndio simu yako unapigwa. Huyu ndio amekuja kukutazamisha mambo ambayo wewe huwezi kuyaona. Mke wangu, mama, sasa hivi unapigwa. Siku nakumbuka, nakuwa mfano mzuri. Kama hivi, sasa baba,
nimekutana na wataalamu wao. Yaani baba, tunauaga umaskini sasa hivi. Tunakuleta maneno. Yaani baba, kuna vitenge vya kutoka Kongo hivyo. Yaani nikamwambia mama, nishia hapo. Uko wapi? Niambie uko wapi? Niko sema una hela. Shika hiyo. Shikilia. Usiongee na mtu. Nakuja pasta. Unaenda mama nimefika hapa bwana. Wewe unataka kuongea na mke wangu bali vitenge. Acha utapeli. Wakaanza kutukana pale. Ulifanya kama nenda kutapeliwa. Mama, mimi si ndo maana Mungu kanithamini wewe. Sasa Mungu alijua utawajua matapeli, mimi nawajua. Si wote si wanaume tunajuana tu utapeli. Afadhali baba. Sio kufichana, umepata msaidizi. Siku moja mkangu kaja ofisini kwangu. Alipomwona tu secretary, akaambia, "Pasta, Zambia uzinzi na kuotea mnakoa." Hii secretary na majini ya kutosha, huiwezi ngoma. Huyu ni mzinzi kaja, usingamwona mtakatifu. Akaambia, "Baba, mimi ndo mwanamke niamini, wala sio hivi, mimi kuna vitu naviona tu. Yaani kwa nini mimi nimekuja aanze kuvuta midomo? Kuna kitu huyo ana ajenda na wewe." Sasa kwa sababu ushajifunza kumwamini mama, shughulika naye. Akaniambia haina shida. Na uko ni secretary alikuwa na pepo la utambuzi. Yaani unamkona na majaribu. Unamkwepa hivi Jumamosi unaenda wewe. Yeye akashajua ratiba yako naye yuko Jumamosi. Ukimya kazini. Mko gorofa ya 3. Unataka nini? Kiwango sio akaja maombi vizuri wakapishana kwenye korido. Nikalipuka. Nikataka kuona ile ni Mungu. Akakemea majina, mimi nikaenda kwa Ishara, akamwambia Ishara, mimi unajua ni kijana, boss kijana, afu kuna mabosi wazee. Wampe yule secretary. Mimi ni staff secretary. Ila nikitaka leteni mama fulani bibi alikuwa na miaka 59 kabisa. Nileteni alikuwa na gorofa kabla basi nitashuka mwenyewe na mafaili. Mimi si kijana. Kwa nikawa na yepo pale, mpaka nikifika ofisini na vua napata kwa watu wakasha. Ndiye mwalimu shamba kwa yani watu shamba kwa yani ndio anakuwa secretary anataka nini kule ni shamba. Ndio kaenda kule bosi wa kwanza chai ndani ya mwezi. Sisi tunasikia taarifa kuna mwamba huko kasha. Bosi wa pili chai. Kumbe dada ni kuzimu kule na nikaona kwa pendo wangu mama Mungu asingenipa wewe na mimi nilikuwa chai. Mungu amekupa mtu wa kukuonyesha mabaya yako. Sio anapokuambia mwana message sio kwamba unafukuzwa unachunguzwa. Ni unasaidiwa kwenda mbinguni. Huyu ndio ndoa, huyu ndio mke, huyu ndio mume. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa msingi lazima wewe uwe vizuri na Mungu. Upevuke kiufahamu. Uweze kutunza mahitaji yako. Okay, namna gani za kumpata Mungu? Hapo sababu vijana wote waliolala wataamka. Sasa hivi, mkurugenzi, wote wameamka. Unasikia huko kipengele. Hakuna hasira hapo. Kuna njia 7 za kumpata mtu. Mimi nitakako sana kwenye moyo. Ziko 7 za kumpata Mungu. Ziko 7. Sasa hapo tutaongea kitu kidogo kwa wadada pia. Wao wanafikiri mwenzi na mwanaume tu ndo anatafuta. Kwa kuna njia 7. Njia ya kwanza ni njia ya kuungamanishwa na mtu mwingine au kufanyiwa recommendation. Kwa mfano, na mimi watu wengi nishawafanyia. Hata sasa hivi nina order ya vijana. Kwa mkina hapa kuna mtu akamfuata. Namaanisha siko hospitalini. Yaani mimi nikija, unajua si mapasta ndio tuko hivyo. Mimi kuna vijana wawili wamenifuata. Mmoja katafuta mke kashindwa kabisa, yaani kachoka. Kaniambia baba, mimi nataka mtu aliyeokoka, anaweza kuwa kama mchungaji lakini anaweza kusimamia biashara zetu. Kwa kokote utakapopita baba, ukiona Bwana anasema na wewe jua jambo huyo mtu mpe namba yangu haraka. Sababu nakuamini. Kwa hiyo ni njia recommendation. Na nimewahi kufanya kazi. Hata mimi nilirecommend baba mkwe wangu. Ndio tumeongea na mke wangu alikuwa anaeleweka tuko roho sana baba mkwe kwa sababu baba mkwe wangu ni rafiki yangu. Akaniambia sikiliza. Yule mke wangu yule dada rafiki yangu kaletewa mahali. Mtu aliletewa mahali
uifikii CV yake, ni rubani wa jeshi la Marekani, mtoto wa askofu, ni pastor, senior pastor. Hiyo CV mpunga alioleta ile kishika uchumba nyumbani kaleta milioni 11. Kwa hiyo hizo level ufiki, lakini binti yangu amesema ana amani, wewe unafaa. Ndio ndio rafiki yake, lakini hizi level wanazoenda hizi unatafutana ipate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anagani ndio tuyajue hivi tukayajenga, wala sikufunguliwa wala nini. Niachoka tukayajenga. Kwa hiyo kuna hiyo njia ya recommendation. Kwa hiyo unaweza ukawa recommended na viongozi wa kiroho, lakini kuna maangalizo mengi. Angalia hao watu wanaokurecommend nini. Ndio maana nikasema msingi wa kwanza ni wewe, rohoni unasemaje? Amani ya Kristo ipoje? Unaweza ukapewa ni kimeo kitakunukia huko ndani. Njia ya pili wanaita love at first sight. Wewe unaonana tu umempenda. Nimekutana mtu kwenye kongamano hapa. Na Bwana wape hiyo neema kwa jina la Yesu. Yaani umeona tunajua huyu ndiye, yaani umeona tunajua huyu ndiye. Haleluya. Kama Rebeka vile anasema Mungu wako atakuwa Mungu, watu wako watakuwa watu wangu, nitaambatana nawe. Kama Naomi pia alipomwambia mama mkwe wake Ruth, alipomwambia Naomi, akamwambia watu wako watakuwa watu wako, Mungu wako atakuwa Mungu, utakapoenda nitakwenda. Yaani unakutana na mtu na mioyo inaambatana. Na watu walikutana katika namna hii. Lakini pia tunarudi angalizo, lazima signals za roho ziwe vizuri. Kwa sababu kuna tofauti kati ya love na infatuation. Sasa hakuna Kiswahili cha neno infatuation, utafuta akili. Love ni upendo, infatuation ni kitu kinachokaribia na upendo lakini sio upendo. Kipo ukisoma vizuri kwenye Wafalme wa pili, utakutana na hadithi ya Tamari na Amnon, watoto wote wa Daudi. Amnoni akampenda sana dada yake mpaka akambaka, maana alimshawishi baba yake amuoe, akamkatalia. Ile haikuwa love, ilikuwa infatuation. Infatuation unaweza ukazani unampenda mtu fulani. Tutakuja kukaa hapo vizuri baadaye kidogo. Ndio maana nasema lazima uwe una maturity, unakomaa, unazijua hata hisia zako. Mimi napenda tu wakaka warefu na weusi. Ila huyu sio kwamba nimempenda, hii ndio type ya viumbe na vipendaga. Kwa hiyo inawezekana tu matamanio yangu ya kibinadamu. Kama mdada anajua mimi napenda wadada wa rangi ya chungwa, vibonge. Na huyu kibonge wa Yesu inawezekana sio upendo wa kweli, ila kwa sababu ndio type za watu nao zipenda. Kwa unakaa kidogo kwa step. Kwamba nisije nikaingia mazima sipo, ila kwa sababu ya matamanio. Lazima ujue vitu gani vina. Sisi tunanielewa watu wa Mungu. Amen. Aina ya tatu, kuna watu wanakutana kwenye mitandao ya kijamii, kwa maana internet. Ni njia pia, na wala sio dhambi. Kuna dating sites. Sasa hizo ni somo zito nao. Uingieje mitandao gani, utumikaje kupata mwenzi. Sio dhambi. Swala signal, Mungu naye huku ndani, uko tayari na waka. Au ndio unajifunza kumuomba kuisikia sauti ya Mungu wakati unataka mume na mke. Shosti kita kulamba. Kuijulia sauti ya Mungu wakati unatafuta mume, na kulamba uamwa. Kina kulamba vizuri. Unataka kumjua mdada wakati yaani hujaribu kufungaza wewe, hujaribu kumsikia Mungu kwenye mambo mengine yote ya maisha yako. Mara ya kwanza unakamsikia Mungu wakati wa dada wako. Kina kulamba show. Bro, kina kulamba vizuri. Na utakuja kuhadisia. Bwana asifiwe. Amen. Njia ya tano, ya nne, kuna makamu mkurugenzi, umesikia? Tukikopa somo la Roho Mtakatifu, ungesikia hapo, ungesikia kwa nini kwa Mungu mbarikiwe. Kuna theory inasema
deep sleep, yani usingizi mzito kama Adamu alivyolala. Usingizi mzito, yani kuna watu kwamba anafunga macho, Mungu ataniletea rohoni. Yani kuna wazee wa mafunuo na manabii, wachungaji hao kuna kidogo tunaongeza chumvi. Bwana akanileta. Hapo kuna sauti kama ya mkurugenzi hapo, ni sauti fulani ya upako. Hii ukipigia kinabii na ipa hii sauti. Mkurugenzi sauti yako wala usi. Ni hapo. Yaani ni ya kinabii, prophetic voice. Ndio nini kwa Bwana akanileta. Kwa nini akumleta mtu Mzimbabwe? Kwa nini akumleta mtu wa Kongo alikufunulia kanisani hata kukufanya? Yaani Mungu anafunua kitu kile. Ningetegemea wasema kamleta mdada kutoka Zambia huko. Kakada moja kwa moja. Mimi sisemi kwamba zipo lakini kuna binadamu mwingi mule ndani. Isitakuwa muongo, kuna binadamu mwingi sana. Kuna theory nyingine ya ubavu uliopotea, lost limb theory, kwamba Adamu alitengenezewa ubavu. Kwa hiyo na yeye anasema ubavu wake kwamba huyu mtu lazima kutakuwa na viashiria vya kuambatana, yaani kwamba anayajaza madhaifu yangu. Lakini kanuni nyingine ni ama njia nyingine ni ya dating. Sasa hilo vijana wengi wanaitumia, natamani nikae dating. Na ndio sasa hivi inatumika sana. Hizi njia nyingi sasa hivi hazitumiki. Hata hizo za maono na mafunuo, kwanza viwango vya kuomba kidogo viko chini. Mimi napenda kwa jamani dogo za tuwe wa kweli. Waomba mbinguni hawezi. Nani anaweza kunena kwa lugha continuously lisali moja? Unazipiga tu lugha za kimbingu. Baba, karama, rema ya maisha. Na ndio kufundisha na somo la maombi. Mimi naombaje? Paulo anasema kwa lugha, naomba katika roho na katika mwili. Mimi naombaje katika roho? Huwezi kwenda vina. Unafunga masaa 24 alafu naomba tu Kiswahili. Unatakiwa kama saa matatu rema ya mahande. Imba ya shaka, orabaha ndosi. Kuna vitu vinafanyika. Sasa tusitoke kwenye maombi. Tutoke kwenye maombi. Kwa hiyo dating ni nini? Watu wengi utasikia leo na kidate, si ndio Sasa leo na kidate, utakuja sisi. Sasa watu wengi wanadhani dating ni ile hali ya kutoka kwenye kwenda tu kwamba tuna mtoko. Hapana. Maana halisi ya dating ni nini? Dating ni ile hali ya urafiki. Naomba hizo ni mic tu tuendelee. Ile hali ya urafiki unaokuwepo kati ya kijana wa kike na wa kiume. Sikiza kwa makini sana. Sio kule maana yake sahihi. Hali ya urafiki inayokuwepo kati ya kijana wa kike na wa kiume, wanakuwa na mahusiano yenye lengo la kuchunguzana ili wajue, je, tutafaana kwenye ndoa? Hii ndio maana ya dating. Sio ule mtoko wa kusema tunaenda kidate, yani kwa maana tumeenda kula. Yani hasa wadada wanajuaga, nikisema kidate tu lazima hapa leo nitaenda kula chips kuku. Anaamba chips kuku na atafuta kidate. Dating haipo hivyo. Dating maana yake tuna kijana wa kike na wa kiume wanakuwa na urafiki, lakini huu urafiki ni wa kuangaliana tabia kama tunafaana. Na dating ina kibuti ndani yake. Na tunapodate lazima iwe wazi. Yaani mimi wa kiume ni msamani, sasa mtumishi ndiye radhi. Huyu ndo wa kike samani. Lazima ajue kwamba tuna date. Na lengo la kudate ajue wazi kwamba namwangalia tabia zake, tunaendana hatuendani. Na yeye anijue kwamba tuna date, tunaendana. Yaani siku ya kunipiga brother, maneno yanakuwa sio mengi. Hii safari naona hatuko sawa kwa sababu moja, yani ni simple, kwa sababu tunajua tuko kwenye safari ya kuangalia. Hii ndio maana dating. Na vijana wengi wanatumia njia hii sasa hivi kupata wenzi. Si vibaya, ni vizuri, lakini ili dating iwe sahihi lazima nia iwe wazi, na nia iwe kuelekea kwenye ndoa. Na dating isizidi zaidi ya miezi 6. Kwani mnachunguzana nini? Unaangalia dini za watu. Hiko unachotaka kugundua ni nini? Unataka kumuumba.
sasa kama miezi 6 imefika, tumejuana, unatangaza nia. Dada, nadhani nimetosheka. Kwanza, si amani ya Kristo imeamua, si ndio? Cha kwanza ni ndani. Kabla hujamfuata huyu dada, ni ndani. Kwa cha kwanza anakuvutia muonekano wake. Na wadada, kama mkaka kuvutia, mwambie mapema kabisa. Mwambie mapema. Kuna mtu tayari tuko kwenye commitment. Hata kama hayupo, unajua hii sio taifu. Tusipotezeane muda, maisha ni magumu. Lakini mnapofika muda fulani, mdada mkaka, mnazidi kuwa na urafiki tu, anakuwekea kiwingu. Mimi nakwambia ukweli, mimi ndo mdada sasa. Kaka, tumeshakaa muda. Safari ipo haipo? Unaona kama, ngoja niwaambieni, kusoma ujui na picha nazo unashindwa kusoma. Picha nazo uone. Unajua unajua mama mimi apendagi na kiusa. Mimi ndo najua mimi kiusa. Unajua hizo mchenga zile zinasho. Wala sio shida. Mimi ni vizuri kumsikiliza mama yako, Wanyakyusa watakula watu, mimi nitakula. Funga huo kulasa, kwa sababu sisi vijana wengine wanapokuona huko karibu na wanajua jimbo limechukuliwa, kumbe anakujazia kiwingu. Sisi nimeeleweka, watu wa Mungu. Na kuna wakati wengine kidogo sio wastaarabu, hawawezi kuongea ukweli. Na hapa mfano mzuri wa kanisa moja la TAG. Na hapa mfano halisi hapa Dar es Salaam. Nilikuwa naabudu kwa muda ile kanisa, naenda kwa shughuli fulani kwa kama miezi 6 za kikazi. Kumbe kuna dada akaamia. Sikiliza huo ushuhuda. Huyo dada mwana praise, alikuwa mia kajiunga na praise. Kumbe kuna kaka, yule dada alivamia tu kamuelewa. Yule kaka hajaoa, akakopa na mkopo ofisini, akanunua kagari. Sikiliza picha. Kaka alikuwa anaishi huku Mbezi, dada anaishi Tabata, kanisa maeneo fulani huko Ubungo. Dada kazi Posta, kaka kazi huku Mbezi, ila kanisa Ubungo. Kwa yule kaka sio mwana praise wala hana umbo wa kweli, anamfuata dada Tabata na gari, anamleta kwenye mazoezi ya praise, anamsubiria kama watu wanang'atwa na mbu. Na hiyo praise kanisa wanafanya Jumamosi